Namshukuru Bwana kwa nafasi hii tena ya kuweza kuwa baraka kwenu kwenye hiki kipindi cha pili cha mafundisho. Kwa wale ambao mmeingia kwenye baada ya pili au sehemu ya pili, tulianza asubuhi kuongea kuhusu mizizi iliyopandwa katika ufuasi, na tuliongea mambo mengi kuhusu jambo hilo. Nikasema kwamba nitaongea kuhusu mambo matano ya kuzingatia katika kupanda mizizi kwenye ufahamu. Nikasema ya kwamba jambo la kwanza la kuzingatia ni mfumo wa kuigwa. Maana kuna mfumo wa kuiga, a pattern. Jambo la pili la kuzingatia la muhimu ni yule mtu unayemfuata. Nyuma ya kila mfumo pana mtu. Behind every system or pattern there is a personality. Mfumo haisimami bila mtu. Tukasema ya kwamba unayemfuata ataamua ni nini itakufuata. Hakuna yeyote anayefanyika pasipo na kutengenezwa. Yesu akawaambia wanafunzi wake, nifuateni nami nitawafanya wavuvi wa watu. Ni kwenye kufuata ndipo mtu hufanyika na akawa. Bwana Yesu apewe sifa. Paulo anaongea kwa mwanawe Timothy, anasema ya kwamba kwa mwanangu wa kweli katika imani. Yani roho wake imeshawishika ya kwamba roho iliyomo ndani ya Timothy ni roho ya wana, pasipo na ufuasi. Anayefuata kwa dhati, akinywa roho ya mwelekezi wake, hufanyika kama mwelekezi wake. Nifuateni nami nitawafanya mtakuwa wavuvi wa watu. Musa akaambiwa ya kwamba zingatia ya kwamba umejenga hema ya makutano sawa sawa na mfumo uliopewa mlimani. Zingatia kwamba kila kipengele kinafanana na picha uliopewa. Asiyefuata hastahili kufuatwa. Nikamalizia kusema ya kwamba hakuna yeyote anayefanyika bila kuwa na pattern ambayo imekuwa ikimuongoza. Na ujiadari na mtu yeyote anayesema ya kwamba mimi nimejitengeneza, mimi nimejiunda. Yule ambaye hana historia, mizizi yake ikifuatwa haielekei popote. Paulo akimwangalia mwanawe Timotheo akamwambia, imani iliyo ndani yako Timotheo, ninashawishika ya kwamba ndio ile imani iliyokuwa kwa bibi yako Lois, ambayo pia mama yako Yunia alikuwa nayo. Semeni amen. Sasa huo ndio summary au kwa kifupi mambo tuliyoangalia kwenye sehemu ya kwanza ya ibada hii. Tuingilie sehemu ya pili ya ufuasi. Kwenye hii sehemu ya pili ya ufuasi, nianza kusema ya kwamba utafiti kwenye elimu ya kisaikolojia na kisosiolojia, sijui kama hiyo ni Kiswahili, psychology and sociological research, utafiti wa psychology na sociology. Psychology inaongea kuhusu mtu. Sociology inaongea kuhusu watu. Bwana apewe sifa. Kwa lugha rahisi. Sasa utafiti umeonyesha ya kwamba
Mtoto au watoto waliolelewa katika mazingira au na wazazi wenye ufanisi mkubwa au matokeo makubwa katika maisha wanafanya vizuri zaidi katika elimu au katika uongozi. Huo ni utafiti wa kisayansi. Yeyote au mtoto aliyelelewa katika mazingira au na wazazi waliofanikiwa kwa kiwango kikubwa kwenye eneo lolote, huyo mtu au mtoto anafanya vizuri zaidi katika masomo au katika uongozi. Ina maana ya kwamba kuzungukwa na ubora inakusaidia kupata viwango vya juu na kuwa na matarajio ya juu. Mazingira, kuzungukwa na ubora inakufanya kuwa na viwango vya juu na matarajio ya juu. Kwa hivyo kipengee cha tatu cha kuzingatia kwenye ufuasi ni mazingira yako. Your environment matters. Mazingira yako ni muhimu kwenye kuunda au kuumba mtazamo wako wa maisha, ufahamu wako wa hatima yako. Mazingira yako ni muhimu. Sayansi imebainisha ya kwamba ukichukua nyangumi au papa umwingize ndani ya maji kwenye chupa, kwa kizungu aquarium, samaki wale ambao mnaweka kwa nyumba mnawaona kwenye kioo, nyangumi au papa mdogo ukimwingiza ndani ya hayo maji kwenye chupa ya kuonekana kama maridadi, hawezi akawa mkubwa kuliko ukubwa wa hiyo chupa. System au muundo, maumbile yake inatambua mipaka kwenye mazingira yake, alafu inakoma kukua zaidi ya ukubwa wa mazingira yake. Nyangumi au papa huyo mmoja mchukue, mtupe mazingira. Tusome Waebrania 12 mstari wa 22 hadi 23, tuelewe mazingira ambayo neema imetuingiza ndani yake, mazingira yetu kama Wakristo. Waebrania sura 12 mstari wa 22 mpaka mstari wa 23. Bali ninyi mmeufikiria mlima Sayuni na mji wa Mungu aliye hai. Mmeufikiria mlima Sayuni na mji wa Mungu aliye hai. Yerusalemu wa mbinguni. Yerusalemu wa mbinguni. Na majeshi ya malaika elfu nyingi. Mmeingia ndani ya majeshi. Mkutano mkuu na kanisa la wazaliwa wa kwanza. Mkutano mkuu, sema mkuu. Mkuu. Na kanisa la mzaliwa wa kwanza, the church of the firstborn, walioandikwa mbinguni. Ndio. Na Mungu mwamuzi wa watu wote, na roho za watu wenye haki waliokamilika. The spirit of a just man made perfect, roho za wafu waliokamilika. Na Yesu mjumbe wa agano jipya, na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Hebu angalia mahali mmefikishwa. Mazingira iliyofunikwa na damu, mazingira inayomjulisha Yesu Kristo, mazingira iliyo na malaika wasioweza kuhesabika mbele ya Mungu Mwenyezi kwenye mlima wa Yerusalemu. Hapo ndipo ulipo. Bwana apewe sifa. Maandiko yanasema ya kwamba tumeketishwa pamoja na Yesu Kristo
kule juu mbinguni, mkono wa kuume wa Mungu Baba, juu zaidi, high above, juu zaidi ya nguvu zote zilizopo. Hapo ndipo ulipo. Elewa mazingira uliopangiwa na Mungu. Hayo ndio mazingira uliopangiwa na neema. Lakini sikiza, yawezekana upangiwe mazingira ya aina fulani, lakini wewe uchague mazingira tofauti. Sio lazima uliopangiwa ndio ikupate. Mtu ana chaguo lake, na kila chaguo ina madhara yake. People have choices and every choice has consequences. Chaguo uliofanya kuhusu mazingira ya kujipatikana imekuweka mahali ulipo. Zingatia mazingira yako. Bwana na apewe sifa. This is where you belong. This is your location, your environment. Hapo ndipo mazingira yako, ndipo makao yako, ndipo mahali pako pa kudumu. Therefore, mazingira haya yanaamua tamaduni yako. Mazingira yako inaamua tamaduni yako. Kwenye pointi yangu ya ngapi? Ya 4, kuhusu ufuasi. Tamaduni ya kusanyiko, organizational culture. Tamaduni ya taasisi au kusanyiko, au tamaduni ya kikundi ambacho umejiunga nacho. Sababu kikundi kina tamaduni zake. Kila kikundi kina tamaduni yake. Sosiolojia inasema ya kwamba mtu tabia yake inatokana na watu wanaomzunguka. Sema ya kwamba niko jinsi nilivyo kwa sababu ya jinsi mlivyo. Sosiolojia, I am because you are. Mazingira. Kikundi ambacho umejiunga nacho kitakuambukiza tamaduni yake. Maana kila kikundi kina tamaduni, namna ya kufanya vitu. Ndio maana mimi niliamua kuwa mwanafunzi wa saikolojia, sio sosiolojia. Kwa ajili gani? Nilichoka na kuwa jinsi wengine walivyo. Nikataka wengine wawe jinsi nilivyo. Saikolojia inasema ya kwamba uko jinsi ulivyo kwa sababu ya jinsi nilivyo. Maana ya kwamba kwanza mimi nimekuwa nikakuambukiza wewe. Inanipa mamlaka ya kuamua matokeo. Sosiolojia inasema ya kwamba ninafanyika kwa sababu ya kujiunga na wewe. Saikolojia inasema ya kwamba unakuwa kwa sababu ya kunisikiliza mimi, ushauri wangu ama influence yangu. Bwana apewe sifa. Naongea kuhusu kusanyiko ambapo umejipata kama kanisa la au kusanyiko la eklesia. Tuna tamaduni zetu, vitu ambazo mtu akiangalia anasema ya kwamba huyu ni mtoto wa madhabahu ya eklesia. Kila kusanyiko lina tamaduni zake, na hakuna makosa yoyote kusanyiko kuwa na tamaduni zake. Maana tamaduni zinazalishwa na mfumo wa utendakazi iliyopewa muhasisi au kiongozi wa kusanyiko hilo. Mfumo inaamua tamaduni. Tamaduni inaongoza maisha ya watu. Ukiwa mwana wa kusanyiko hili, je, umeshaelewa tamaduni za kusanyiko hili? Siku ya Jumapili, mtoto wa madhabahu hii anaishi namna gani siku ya Jumapili? Tamaduni ya mtoto wa kweli wa
kusanyiko la eklesia inamhitaji kuishi namna gani siku ya Jumapili? Saa 4 apatikane wapi siku ya Jumapili? Mtoto madhabahu ya eklesia wa kweli aliyekunywa roho ya baba wa madhabahu hii, siku ya Jumatatu saa 11 anapatikana wapi? Mchana anafanya nini? Kuna mfumo unaoamua tamaduni zetu. Ratiba ya wiki mzima imetangazwa, mmejua. Ratiba hiyo inaamua namna tunavyoishi, kujielekeza na kujibeba katikati ya wiki. Kila kusanyiko iliyo chini ya mfumo wa kiongozi ina baraka ya mfumo huo. Mafuta inafuata kichwa cha Aruni, kwenye mashavu yake, kwenye vazi, ikiteremka chini. Ina maana ya kwamba ikiwa utanufaika na baraka ambazo Mungu amezitenga kwa ajili ya kusanyiko hili, lazima upatikane kwenye mfumo na tamaduni ya hili kusanyiko. Mradi wewe ni mtoto wa madhabahu hii au hili kusanyiko, baraka zako zitakuja kwenye mabawa ya mfumo na tamaduni wa kusanyiko hili. Tafuta nafasi yako kwenye mfumo wa hili kusanyiko. Tafuta nafasi yako kwenye tamaduni za hili kusanyiko. Ukijiondoa kwenye mfumo na tamaduni wa hili kusanyiko na unakuja hapa, utapoteza baraka zako. Kuna kitu kinaitwa baraka za umoja. Tusome kitabu cha Zaburi 133. Zaburi 133 mstari wa kwanza na kuendelea. Zaburi 133 mstari wa kwanza na kuendelea. Tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza. Tazama ina maana ya kwamba angalia na nia ya kuona jambo. Sio kuangalia tu, angalia na nia ya kuona jambo. Tazama, kizungu behold, look with a view of seeing. Bwana apewe sifa. Unajua yawezekana leo hii unaniangalia hapa, lakini haunioni. Unachoona ni ubwabwa ulioacha nyumbani kwa asubuhi. Macho yako yananiangalia, lakini unachoona haswa ni ubwabwa wa nyumbani. Uliza mwenzako, unaona nini? Sasa kutazama ina maana angalia na nia ya kuona yanayokupasa kuona. Sema tena, angalia na nia ya kuona yanayokupasa kuona. So tazama jinsi gani ilivyo vyema wandugu kukaa pamoja katika umoja. Kukaa pamoja katika umoja. Nisikie kwa makini. Ina maana ya kwamba, askofu, inawezekana wandugu wakae pamoja katika mgawanyiko. Yaani wako pamoja, wamekaa kwenye kanisa pamoja na wewe, wanajiita watoto wa eklesia, lakini mioyo yao haiko kwenye taratibu za eklesia. Wamekaa pamoja na watoto wa eklesia, lakini kwa moyo tofauti. Maandiko yanasema, tazama jinsi gani ilivyo vyema, sio tu kukaa pamoja, lakini kukaa
pamoja katika umoja. Usivunje umoja ya familia kwa kuingiza tamaduni au kufuata mfumo wa kigeni ndani ya wengine. Tafuta kutambua mfumo wa hili kusanyiko ni lipi. Tamaduni za watoto wa hapa ni ipi? Tafuta kuelewa mfumo na tamaduni, ingia ndani, fanyika mmoja na wao, ndipo upokee manufaa ya umoja katika umoja. Tazama jinsi gani ilivyo vyema. Sasa huo wema uko wapi? Tuangalie mstari wa 3. Zaburi 133 mstari wa 3. Manufaa ya kukaa pamoja katika umoja. Kama umande wa Hermoni ushukao milimani pa Sayuni. Endelea. Maana ndiko Bwana alikoamuru baraka. Jambo la kwanza kwenye umoja, kukaa pamoja katika umoja, kuna baraka iliyoamriwa. Na ya pili, naam, uzima hata milele. Uzima hata milele. Hayo ndio manufaa adui hataki uone. Anakuruhusu kaa tu ndani yao, lakini usiwe mmoja wao. Kaa tu ndani yao, lakini usiwe mmoja wao. Usishiriki mambo wanayoyashiriki. Ratiba zao zisikuhusu. Tamaduni yao utekeleze unapopenda, kama haupendi achana nayo. Unapokonywa ubora au manufaa ya umoja ya wandugu, manufaa ya kwanza, baraka iliyoamriwa. Kuna kitu kinaitwa baraka iliyoamriwa. Manufaa ambazo unazipata sio kwamba umeomba, hapana, lakini umeingia katika familia inayoomba. Haziji kwa sababu ya wewe, zinakuja kwa ajili ya sisi. Ili adui akupate wewe, lazima atupate sisi sote. Kama hataweza kutupata sisi sote, hata na wewe hata kupata. Kukaa pamoja katika umoja. Ya pili, hata uzima wa milele. Bwana apewe sifa. Manufaa ya kukaa pamoja katika umoja. Sema baraka ya kuamriwa na uzima wa milele. Mfano mmoja wa manufaa au hatari ya kuvunja umoja ya wandugu. Baada ya Daudi kumchukua mkewe Uria, Daudi ilimbidi apange kifo cha Uria. Uria alikuwa ni mwanajeshi mwaminifu aliyemlinda Uria. Ndiye alikuwa mtu wa mwisho kuuawa ndio umuue Daudi. Mwaminifu kiasi hicho. Sasa wakati wanaume walienda katika vita, Daudi alipanda juu ya nyumba, akamwona mwanamke mrembo, mkewe Uria. Akapanga, na mnajua yaliyotokea, na ndio afunike yaliyotendeka. Akapanga na jemedari wake aitwaye Joab, mkuu wa majeshi. Akamwambia, sasa nataka muende katika vita, na kwenye vita Uria utamweka mbele, mstari wa mbele wa vita. Na vita vitakapoanza, kila mtu atarudi nyuma, Uria aachwe mbele peke yake, ndio ikawe rahisi kumuua. Maana akiwa ndani ya wengine haitakuwa rahisi kumuua. Sasa mbinu ya kumuua ni kumtenga, kumwondoa kwenye umoja ya majeshi wengine. Adui anapojiandaa kukumaliza,
atakupa sababu ya kujitenga na umoja ya wandugu au umoja ya wadada. Atakupa sababu ambayo ungetamani sana ieleweke. Na utampata dada au ndio kiongea akijieleza, akitafuta kueleweka. Kweli tutakuelewa, lakini baada ya kukuelewa utapatikana wapi? Hatukuelewi ili ujitenge na umoja ya wandugu na wadada. Tunakuelewa ili ya kwamba upone moyo, ujirudishe mahali panapostahili wewe kupatikana. Mbinu yoyote, sababu yoyote, udhuru yoyote ya kukuondoa katika umoja ya wapendwa ni mbinu ya adui ya kukumaliza. Mchukueni Uria kwenye vita pamoja na majeshi wengine. Mpange mstari wa vita mbele. Kila mmoja utamwambia arudi nyuma. Umwache Uria peke yake ili auawe. Uliza mwenzako, uko pamoja na sisi ama uko peke yako? Wacha kutembea peke yako. Usivunje umoja ya wandugu, umoja ya wapendwa. Tamaduni zetu, organizational culture. Bwana apewe sifa. Punga mkono juu, sema asante Yesu. Sema Bwana nifungue macho, nipe kuelewa. Amen. Makampuni ambazo zimeanzishwa na viongozi wenye maono au taasisi au makanisa yaliyoanzishwa na viongozi wenye maono huendelea na miaka na miaka na miaka zaidi, hata baada ya muasisi kuaga, mradi tu wafuasi wameelewa tamaduni ya taasisi hiyo au kanisa hiyo au organization. Pasipokuwepo wafuasi wa dhati, hata mfumo mzuri unapotea ghafla. Today in the world, leo duniani, dhehebu la Kikatoliki ndio dhehebu la kipekee ambalo lina uwezo wa kutoa files ama documents au nakala ambazo zimepita miaka 600. Na ni dhehebu ambalo limekaa miaka mingi zaidi hata kuliko serikali ambazo tumekuwa nazo duniani. Kwa ajili gani? Mfumo dhabiti. Hawana roho, hawaongei katika ndimi. Walicho nacho ni mfumo dhabiti, mfumo endelevu, na wanaotenda kazi hapo wamefundishwa mfumo ya Kikatoliki. Ndio maana imeendelea zaidi ya miaka 6. You can walk into a Catholic office and you will get a document which is 600 years old. Hizi zetu, nakala zetu na miaka ngapi? Baada ya kila miaka miwili zimepotea, tunaanza upya tena. Endelea zinapotea, tunaanza upya tena. Mtu akiingia anaanza yake upya. Kwa nini tuanze upya kila wakati? Inatupeleka nyuma. Tuchukue iliyopo tuiendeleze. Bwana asifiwe sana. Tuchukue mfumo uliopo, tuielewe, ikuwe tamaduni yetu, tuiendeleze. Ndio siri ya kuwa na taasisi za kudumu muda mrefu, makanisa ya kudumu muda mrefu. Mafundisho ndio njia ya communicate, ya kupeana tamaduni, mfumo, mafundisho. Asiyefundishwa hataelewa mfumo,
ni kwenye mafundisho ndipo mfumo ufafanuliwa, tamaduni upitishwa kwenye mafundisho. Ufuasi ni muhimu kama tamaduni itakuwa ya vizazi na vizazi. If a culture will be transgenerational, followership becomes important. Amen. Nina imani kwamba hili kusanyiko litakaa miaka na miaka na miaka kabla Yesu arudi, haitasambaratika. Ninavyowaona nyinyi hapa mmekaa kwenye sehemu ya kwanza mafundisho, bado hamjachoka ama umechoka? Bado umekaa unaandika, haujachoka kuandika, bado uko hapa. Nikiwaangalia ninaona kusanyiko ya kukaa miaka na miaka na miaka na miaka. Baadhi yenu hapa mtajipata kwenye uongozi bila kujua ulifikaje. Wewe kuwa tu mfuasi wa dhati, mwaminifu kwa bidii. Kaa tu kama mjinga, kaa tu kama mjinga. Wachana na wajuaji wanaojiona wamejua yote. Wewe kaa kama kondoo wa Yesu. Bwana apewe sifa. Unajua kondoo wakitembea, mimi ni mfugaji, nina mifugo kadhaa. Kondoo wakitembea, yule wa kwanza akipata njia, wengine wanamfuata namna hii tu. Iwe amepotea au hajapotea, walio nyuma wana Bwana ni mchungaji wangu. Endelea. Sitapungukiwa na kitu. Sasa mmeanza kunungunika tu. Mchungaji nyakati hizo hakuchunga kondoo jinsi tunavyofanya leo hii, kwamba kondoo wako mbele na mchungaji ako nyuma na kiboko namna hii. Hapana. Miaka hiyo mchungaji alikaa mbele na fimbo na gongo rod, akivuta namna hii na kondoo anafuata wakiendelea nyuma yake. Fimbo ilikuwa ni adhabu, gongo ya uongozi. Mchungaji alikuwa na vitu kwenye mkono yake. Gongo lako na fimbo ilikuwa ni ya kuadhibu, lakini adhabu si ya kila kitu ya kila siku. Gongo ndio ya kazi ya kila siku. Sasa gongo ilikuwa ni ya kuongoza kondoo wa kwanza hivi, na wale wengine wakifuata nyuma yake. Yule anayepotoka njia ndio fimbo inamchapa, aingia fuate gongo. Mwambie mwenzako huko kwa fimbo au kwa gongo. Sio kutoka nyuma ati ni fimbo kila wakati. Hapana. Kiongozi yuko mbele na gongo. Gongo liko na kamba, limeshika kondoo wa kwanza, na wengine wote wanafuata wa kwanza namna hii. Wa kwanza anafuata mchungaji. Sema asante Yesu. Sema asante Yesu. Wangapi mko na simu za iPhone? Simu za iPhone. Naona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Simu ni ya watajiri tupu tu. Hii kanisa ni ya matajiri tupu tu. Simu za iPhone. Mwanzilishi wa kampuni ya Apple kule Amerika, inayotengeneza simu za iPhone ama tablets za iPad, Steve Jobs alifariki, na hata baada ya kufariki kampuni ya Apple bado inaendelea na simu za kutisha, mwaka baada ya mwaka, nyingine mpya. Alitumia mbinu gani? Kwenye kampuni aliingiza tamaduni ya ubunifu, culture of innovation, tamaduni ya ubunifu, ikawa ndio mfumo wa iPhone. Sasa awepo asikuwepo, tamaduni inaendeleza kampuni ya Apple kwa msingi ya ubunifu
au innovation. Tafuta kuelewa tamaduni ya hili kusanyiko. Watakaoendeleza, manake sisi kama viongozi hatuishi milele. Wakati utafika hatutakuwepo. Baada ya kumatimiza kusudi la Mungu kwa kizazi chetu, tutaenda. Baada ya sisi kuenda, mtakaobaki mtakuwa namna gani? Tumechoka na makanisa kuvunjika baada ya sisi kutoweka. Wanaokuja wanaanza, kwa nini uanze upya tena? Kuna shida gani kusimamia mabega aliyetangulia na uone juu zaidi? Mtu mmoja akasema ya kwamba if you see us seeing far, it's because of whose shoulder we are standing on. Ukiona tunaona mbali, ni kwa sababu ya yule ambaye mabega yake tumesimamia. Yule ambaye mabega yake tumesimamia, ndio sababu tunaweza kuona mbali. Nikaambia ushuhuda wangu nilipokuwa enda nyumbani kupata wazee kule nyumbani, hawanijui. Nikajitambulisha na majina ambayo ni ya kizungu, sikutaja jina la baba. Wazee wamekaa chini na mikongojo, vichwa vimetazama chini, hawanijui. Nikamwambia mimi ni Kennedy Humphrey, hawaelewi. Niliposema mimi ni Ken Sika, vichwa vya wazee vikainuka. Wazee wakasimama. Hawasimami kwa ajili yangu, wanamuona baba yangu ndani yangu. Hiyo heshima haikuwa yangu. Usifanye makosa kufikiria kwamba ni yako. Wanaposimama wazee mbele ya kijana, hawamsimamii kijana, wanamuona mzee mwenzao marehemu Sika, wanampatia heshima. Hiyo heshima haikuwa ni yangu. Jihadhari sana jinsi unavyotembea mbele ya wakuu. Bwana na apewe sifa. Wakorintho wa kwanza mlango 11 mstari wa kwanza. Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa kwanza. Wakorintho wa kwanza sura 11 mstari wa kwanza. Nifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Mfumo wangu ni Kristo, tamaduni yangu ni Kristo, basi nifuateni mimi. Ufuasi inaamua mfumo, ufuasi inaamua tamaduni. Nifuate mimi kama ninavyomfuata Kristo. Ufuasi unahitaji mahusiano, na mahusiano yanaamua kitambulisho. Ufuasi unahitaji kuhusiana, relationship, na kuhusiana kutamua identity. Utajulikanaje? Wanafunzi wa Yesu baada ya Yesu kusulubiwa, Warumi wakaanza kuwatafuta wanafunzi wa Yesu. Kwa msingi gani? Waliwatafuta wale ambao walifanana na Yesu. Wakaangalia kama huyu anakaa ni kama yeye. Kwa sababu gani? Uhusiano kupitia ufuasi unaamua kitambulisho. Ufuasi unahitaji uhusiano. Uhusiano unaamua identity, kitambulisho. Utajulikana namna gani? Namna unavyojulikana inaamuliwa na yule uliyemfuata, ukahusiana naye. Bwana na apewe sifa. Ufuasi wa kweli lazima uwe umenuiwa kutoka moyoni, usiwe wa kinywani. Usiniite baba baba na moyo wako hunioni kama baba. Ufuasi wa kweli lazima uwe ni
wa dhati wa moyoni wa rohoni. It must be intentional. Intentionality is important. Lazima uwe ni wa moyoni, uwe ni uamuzi wa busara, uamuzi thabiti usioegemea mambo yoyote. Ni upendo wa moyoni. Umati, si wanafunzi, umati mkubwa, akawalisha karibu watu 5,000. Baada ya kuwalisha, akawaambia wanafunzi wake wavuke ng'ambo ya pili. Wakavuka ng'ambo ya pili, ule umati ukamfuata wakimwita Bwana, Bwana. Yesu akawaambia, ninyi watu hamnifuati kwa ajili ya upendo, na nifuata kwa ajili ya mkate niliyowapa. Ufuasi wa kweli lazima upite mtihani wa nia. Niko hapa kwa ajili ya hiki na kile, wasiponifanyia sitakuwa mmoja wao. Nia yako sio nzuri, hautafaidika na manufaa ya ufuasi kama nia sio njema. Nia lazima iwe njema, iwe safi, na unajua ukweli wa hali ya moyo wako. Unajua, heri wenye roho safi, maana tamwona Mungu. Moyo wako uko namna gani? Baba askofu anakuongoza kwa sababu gani? Mbona umekaa karibu na yeye? Mbona umekubali kuwa mtoto wa eklesia? Watu ambao wanakuja kanisani kwa sababu gani? Hapo wanazika vizuri, na sio makosa kuzikwa vizuri, lakini itakapotokea ya kwamba mazishi ya kwenyu haikufanywa unavyotaka, je, utazidi kuwa mshirika? Ufuasi wa kweli lazima usimamie nia njema. Utajaribiwa. Ufuasi wa kweli utajaribiwa. Chochote ambacho hakijajaribiwa hakiwezi kuaminiwa. Whatever is not tested cannot be trusted. Ambaye hajajaribiwa, ukimwamini utafanya makosa makubwa. Wakati wa kwanza na wa mwisho kwenye historia ya utawala wa Mungu kuwapa watu uongozi bila kumjaribu, kupitia Ibrahimu kapewa uongozi bila kujaribiwa. Ibrahimu alinyang'anywa utawala, Adamu alinyang'anywa utawala na shetani. Kwa ajili gani? Kumwamini ambaye hajajaribiwa, kosa ambalo Mungu hawezi kurudia tena. Ndio maana Yesu, Adamu wa mwisho, aliyekuja kurekebisha makosa ya Adamu wa kwanza, kabla aanze kazi yake nyikani kujaribiwa, asije akarudia makosa ya Adamu wa kwanza. Maana yeyote ambaye hajajaribiwa ni hatari kuaminiwa. Mfalme wa kwanza wa Israeli, Sauli, hakuna historia kwenye Biblia ya kwamba alipita mtihani wa utumishi, the test of leadership. Hakuna ushahidi kwenye maandiko kwamba alikuwa kiongozi mahali popote. Ghafla tu wana wa Israeli wakasema kwamba tunataka mfalme kama watu wengine, tuwe kama majirani yetu. Wakasahau ya kwamba Mungu alipowatoa Misri aliwaambia kwamba msiwe kama majirani yenu, msiwe kama wengine, mtakuwa watu tofauti, taifa teule. Na hapa ghafla tuwataka mfalme kama wengine, tuwe kama wengine. Wakamuona Sauli mrefu, mtanashati, mwenye mabega, umbo la kupendeza, wakasema huyu anafaa kwa mfalme. Kumbuka ya kwamba hajajaribiwa kwenye uongozi popote. Wakalia, wakasumbua, mpaka Samueli akamtawaza kwa mfalme. Chaguo la wanadamu
iliyokubaliwa kwa ajili ya ugumu wa mioyo yao. Sio mapenzi kamilifu ya Mungu, hapana, mapenzi ya kukubaliana na ugumu ya mioyo ya watu. Mapenzi ya Mungu inapatikana kwenye viwango viwili. Kuna mapenzi kikamilifu inayokubalika na mapenzi ya kukubaliana na ugumu wa mioyo ya watu. Sauli akawa mfalme. Angalia makosa ya Sauli. Baadaye Mungu akajitafutia mtu aliyepita mtihani ya utumishi. Akasema kwamba nimempata Daudi, mtu ambaye moyo wangu umependezwa naye. Nimempata Daudi, kwa mafuta yangu nitampaka. Akapakwa mafuta. Kuna ushahidi kwenye maandiko kwamba hata baada ya Daudi kupakwa mafuta, aliendelea kumtumikia Sauli, kumpigia kinanda, licha ya kwamba alikuwa na mafuta ya kukalia hicho kiti cha Sauli. Akarudi nyikani kuchunga mbuzi, kondoo, mifugo ya baba yake Jese. Mafuta iliyo juu yake haikumzuia kufanya mambo yake aliyomfanya akapita mtihani wa utumishi. Chochote ambacho hakijaribiwa hakiwezi kuaminiwa. Amen. Whatever has not been tested cannot be trusted. Ni hatari kumkabidhi mtu ambaye hajapitia taratibu za kujaribiwa na kuona nia yake iko namna gani, motivation yake namna gani. Ni hatari sana kugundua nia mbaya baada ya kumpa mtu cheo. Tumalize kwa kusoma Wafalme wa Pili mlango wa pili. Wafalme wa Pili mlango wa pili, tutaenda mstari mmoja baada nyingine. Wafalme wa Pili mlango wa pili na kuendelea. Mlango wa pili mstari wa kwanza. Ikawa hapo Bwana alipopenda kumpandisha Eliya mbinguni kwa upepo wa kisulisuli, Eliya alitoka Gilgali pamoja na Elisha. Eliya akamwambia Elisha, tazama, wacha nianze upya. Ikawa hapo Bwana alipopenda kumpandisha Eliya mbinguni kwa upepo wa kisulisuli, Eliya alitoka Gilgali pamoja na Elisha. Eliya akamwambia Elisha, tafadhali kaa hapa, maana Bwana amenituma niende mpaka Betheli. Elisha akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako iishivyo, sitakuacha. Shikilia hapo kidogo askofu. Shikilia hapo kidogo tu. Ninamalizia kwa kuongea kuhusu hatua tatu za mtihani za wana wa kweli. The three tests of true sonship. Mitihani tatu ya mwana wa kweli. Na huyu mwana anaweza kuwa wa kike au wa kiume. Mwana ni mwana. Bwana apewe sifa. Hatua tatu za kudhibitisha kama wewe ni mwana wa kweli. Eliya anakaribia kuchukuliwa na anamwambia Elisha mwanawe wa imani. Wakati huo wote kuna wanafunzi wana wa manabii 50. Haikuwa tu Elisha peke yake, kulikuwa na wengine. Amina. Sasa Eliya anamwambia Elisha, baki hapa, nimetumwa Betheli. Sema Betheli. Na Elisha anamwambia Eliya, sitabaki nyuma, nitaambatana nawe, nitakufuata mpaka wapi? Betheli. Hatua ya kwanza ni Betheli. Nini maana ya Betheli? Nyumba ya Mungu. Nyumba ya Mungu, the house of God. Eliya anamjaribu Elisha.
Je, una imani katika Mungu wangu? Ibada yangu unaionaje kwa Mungu wangu? Namna ninavyomtumikia Mungu wangu, kwa mtazamo wako unafaa ama haufai? Mifumo yangu ya utekelezaji kazi kwenye utumishi wangu, kwenye kutimiza maono niliyopewa, unaikubali ama una shida nayo? Naenda Betheli, nyumba ya Mungu. Elisha akasema, sikuachi. Mungu wako ni Mungu wangu, ibada yako ni ibada yangu, mfumo wako ni mfumo wangu. Akapita mtihani wa kwanza. Endelea kusoma mstari wa 3 sasa. Elisha akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako ishivyo, sitakuacha. Basi wakashuka mpaka Betheli. Basi wana wa manabii waliokuwa kwa Betheli wakatoka kuonana na Elisha, wakamwambia, je, unajua ya kuwa Bwana atamwondoa bwana wako leo, asiwe mkubwa wako? Akasema, naam, najua, nyamazeni. Eliya akamwambia, tafadhali kaa hapa Elisha, maana Bwana amenituma niende mpaka Yeriko. Akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako ishivyo, sitakuacha. Shikilia hapo kidogo. Nimetumwa Jericho. Hatua ya pili inaitwa Jericho. Bwana amenituma Jericho. Baki hapa. Elisha akasema, sitakuacha, nitakufuata, nitaambatana na wewe mpaka Jericho. Nini maana ya Jericho? Mahali pa vita vya kiroho, a place of spiritual warfare. Mahali pa vita vya kiroho, mahali pa vita vya kiroho. Mwana wa kweli atakuwa upande wa Baba kwenye vita vilivyopo. Jeuri ya Baba ni mwana mwenye nia, mwenye roho wa kusimama naye katika vita. Hakuna baba asiyekuwa na vita. Mwana wa kweli hajiungi na adui kwenye kumpiga baba. Anaelewa ya kwamba adui wa baba yangu ni adui yangu mimi. Mwana wa kweli. Baba yangu alifanya kazi na makaburu Afrika Kusini miaka mingi. Baadaye akaenda nyumbani na akili ya wale makaburu, mtu ambaye kazi yake sio rahisi. Sasa kule Kenya akapata wazee wengine ambao wana akili kama yake. Kijiji ikawa ni mahali pagumu kukaa. Mzee mmoja siku moja akamsumbua mpaka huyo mzee akamdhibiti. Akapata mzee ambaye ana kichwa kumzidi kidogo. Mzee wa miaka 80. Baba yangu akawa amekaa kwenye nyumba yake siku moja. Ghafla nikaingia kwenye boma. Sikujua ya kwamba wamevurugana na yule mzee. Mzee akamshinda, akamdhibiti, akakaa ametulia kama simba aliyenyeshewa. Nilipoingia kwenye boma, baba akaona nimeingia. Mzee aliyechoka wa miaka 80 na alipogundua ni mimi nimeingia, mzee alitoka nje ya mlango, akasimama, akaanza kutembea kifua mbele, akisema, wewe Isaac, toka nje leo na kumaliza. Njoo leo, hii kesi tunaiamua leo hii. Nguvu ilimuingia baba. Kwa ajili gani? Mwana wa kweli aliingia kwenye boma. Mwana wa kweli ndiye jeuri ya baba. Mwana wa kweli ndiye jeuri ya baba. Akiwepo baba amejua miradi fulani itafanywa bila harambee, cheki zitaandikwa, na watu wanajua nyumba ikiwa na wana wa kweli
na wakati haina, wanaoangalia wanajua. Wanaotizama eklesia wanajua kama askofu ana wana au hana wana. Niliingia, sikujua ambayo alikuwepo. Ghafla baba ametoka, amekuwa kijana tena, kifua mbele. Isaac toka nje, leo tunamalizana. Isaac hakutoka nje. Kwa ajili gani? Isaac pia alijua huyu mzee ana mwana, hawezi toka. Kuna vita fulani askofu hazitamfikia kwa ajili yako. Kwa ajili yako hazitamfikia. Atasikia tu ya kwamba ilikuwepo, ikashughulikiwa na mwanangu na binti wangu. Yeye atapata ushuhuda na ripoti kwamba kulitokea jambo fulani, mwanangu fulani ameshughulikia, imeisha. Isaac yule mzee hakutoka nje. Kwa ajili gani? Aliangalia mazingira akajua yamebadilika. Mwana wa kweli ndiye jeuri ya baba. Sema, mwana wa kweli ndiye jeuri ya baba. Pita mtihani wa Jericho, mahali pa vita, vita vya kiroho. Endelea kusoma tukimalizia, askofu. Naendelea na ule mstari wa 4. Akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako ishivyo, sitakuacha. Nao wakafika Yeriko. Basi wana wa manabii waliokuwako Yeriko wakamkaribia Elisha, wakamwambia, je, unajua ya kuwa Bwana atamwondoa bwana wako leo, asiwe mkubwa wako? Akajibu, naam, najua, nyamazeni. Eliya akamwambia, tafadhali kaa hapa, maana Bwana amenituma niende mpaka Yordani. Akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako ishivyo, sitakuacha. Wakaendelea mbele wote wawili. Shikilia hapo kidogo. Hatua ya tatu ya kujaribiwa nia yako ni hatua ya Yordani. Yordani. Tunapoongea kuhusu Yordani, kuna mambo kadha wa kadha ningependa uelewe. Ni katika mto wa Yordani ndipo Naaman alibatizwa, alitumwa kuingia mara 7, si kubatizwa, akaponywa ukoma wake. Wakati Naamani akitumwa Yordani ili aponywe ukoma, Naamani alipendekeza mito mingine iliyokuwa safi zaidi. Kulikuwepo na mito mingine safi. Yordani ilikuwa ni mto mchafu zaidi wakati huo. Sasa Naamani ni jemedari mkuu wa vita, amiri jeshi mkuu wa vita, mwenye heshima sana. Anaambiwa, wachana na hiyo mito mingine safi unayoijua, ili uponywe, ingia Yordani. Akawa na shida kidogo, lakini akaamua, akatii, kaingia na akaponywa. Yordani ni mahali ambapo unajitenga na yaliyokuwako, unaambatana na yanayokupasa kufuata. Una put aside what is of your own. Maoni yako umekubali kuichelewesha au umejizuia. Unakubali kwa maoni yako wakati huo sio ya muhimu. La muhimu zaidi ni lingine linalo tolewa kwa ushauri wakati kama huu na mkuu aliyoko. You accept the advice of your senior, your leader, kiongozi wako. Unaweka kando maoni yako, mawazo yako, ufahamu yako. Watu wengi wako na shida ya kupiga break, kuzuia maoni yao, waruhusu maoni ya mwingine itende kazi. Jifunze kutofautisha wewe kama mtu na maoni yako. Kuna wakati
wakati uongozi uliopo hautatekeleza maoni yako hata kama ni nzuri, hiyo sio kukukataa wewe kama mtu. Ni maoni yako ndiyo haijachukuliwa, haujakataliwa kama mtu. Alo, tuko pamoja? Jifunze kutofautisha maoni yako na utu wako. Ya kwamba maoni yako haijakubaliwa sio maana ya kwamba wewe haujakubaliwa. Wewe hauna shida, umepokelewa. Ni maoni yako tu ndio kwa wakati huo haiwezi ikatenda kazi. Je, utakuwa na moyo unaokubali maoni nyingine nzuri zaidi? Mtihani ya umwana. Mwana wa kweli wa nyumba hafi akitetea maoni yake. Anakubali ya kwamba yawezekana majira fulani maoni yangu isipewe kipaumbele, na sio kwamba nimechukiwa, ni majira tu. Ni majira tu. Ila shida ni kwamba watu wengi hawatofautishi maoni yao na utu wao. Wameunganisha kila kitu. Ukikataa maoni yangu haunitaki mimi, ukinipokea na maoni yangu yote, maoni yako ni tofauti na utu wako. Mwambie mwenzako, wewe na maoni ni tofauti. Ndio maana watu hufanya vikao, maoni mbalimbali hutolewa ili ya kwamba maoni ya mmoja ifanye ya mwingine na ya mwingine ikawe bora zaidi. Baadaye ni maoni yetu, sio maoni yangu. Haleluya. Yordani, mahali ambapo unajitenga na ya kwako, unakubali yanayokupasa kupokea. Yesu kabla aanze huduma yake aliingia Yordani kubatizwa na Yohana Mbatizaji. Kwenye kubatizwa mbingu ilifunguka na Mungu akaongea kumhusu Yesu. Yordani ni mahali ambapo mbingu inaongea kwa niaba yako. Sababu gani? Umeshakuwa mfu. Kubatizwa ni kuzika maiti, aamke kama mtu mpya tofauti, mahali pa kifo. You are dead. Hivyo hauwezi ukaongea kwa ajili yako. Mbingu inaongea kwa ajili yako, inatoa ushuhuda wako. Mahali pa kifo. Yordani dafo ni mahali pa kifo, mahali pa kujitenga na ya kwako na kupokea ya familia. Amen. Kila mwana wa kweli lazima apitie mtihani wa Betheli, apitie mtihani wa Jeriko, na apitie mtihani wa Yordani. Muda huu wote Elisha anafuata, anaambatana na Eliya. Wana wengine wa manabii nao wanaongea. Mmoja akifuata, wengine wanaongea. Je, unajua? Jawabu la Elisha lilikuwa ni moja: nyamazeni, ninachokifanya ninakijua. Huu ujinga wangu una faida, achaneni na mimi. Sema nyamaza. Sema tena. Mwambie mwenzako nyamaza. Mimi si mjinga, ninachokifanya nakijua. Akafuata na akafuata. Alipewa fursa mara 3 ya kubaki, akakataa, akaamua peke yake. Nikasema ya kwamba ufuasi wa kweli ni uamuzi wa rohoni. Ufuasi wa kweli ni uamuzi wa rohoni. Yawezekana utapewa fursa ya kurudi nyuma kwa njia mbalimbali. Kutokezea tu jambo tu ambalo hulipendi, ukafikiria au ukatamani, fursa ya kurudi nyuma utapata. Hata kama hautapewa moja kwa moja, kutatokezea hali fulani ya kukuumiza roho, ukatamani ya kwamba ujitenge. Fursa za kurudi nyuma zipo.
nyingi. Tena kila siku Elisha alipewa fursa mara 3 za moja kwa moja za kubaki, lakini alikuwa mwana wa kweli. Ufuasi wake ulikuwa ni uamuzi wa rohoni. Akasema, kama aishivyo Bwana, mimi sikuachi. Ukienda Betheli, niko na wewe. Ukienda Yeriko, niko na wewe. Yordani, nitakuwa na wewe. Mungu wako ni Mungu wangu. Vita vyako ni vita vyangu. Safari yako ni safari yangu. Mhubiri mmoja anaitwa Askofu David Abioye, mhubiri mmoja mwenye heshima nyingi Nigeria. Kwa miaka 40 amekuwa naibu rais wa kwanza wa Askofu David Oyedepo. Kwa miaka 40, hata kabla dhehebu ya Winners Chapel kuanzishwa, alikuwa pamoja na Oyedepo. Sasa wakati moja amemfuata Oyedepo miaka 40. Akaulizwa, Askofu Abioye, mwito wako kwenye huduma ya Winners Chapel ni upi? Alisema, mimi kama David Abioye, mwito wangu ni kuhakikisha ya kwamba mwito wa baba yangu Oyedepo imetimia. Mwito wangu kama naibu rais wa kwanza chini ya usimamizi wa Bishop Oyedepo ni kuhakikisha ya kwamba mwito wa Oyedepo imetimia. Sina maono ya kwangu. Maono yangu ni ya kwamba maono ya baba yangu itimie, ikamilike. Mwana wa kweli aliyepanda maisha yake kwenye maono ya baba yake. Ufuasi wa kweli. Wengine wakiongea, yeye aliamua. Nikimaliza mstari wa mwisho, matokeo ya ufuasi wa Elisha, mstari wa 15. Mstari wa 15. Alafu tuombe. Wafalme wa pili sura ile ya 2 mstari wa 15. Na hao wana wa manabii waliokuwako Yeriko wakimkabili, walipomwona walisema, roho ya Eliya inakaa juu ya Elisha. Haleluya. Kuna watu wanaangalia waone itakuwaje. Amen. Mwambie mwenzako endelea. Msukume kidogo, mwambie endelea. Endelea. Wana wanabii waliokuwa wakitizama ufuasi huu umeelekea wapi, hatimaye wakasadiki, wakasema, kweli roho wa Eliya iko juu ya Elisha. Amepata hiki kitu, kimemwingia, amepokezwa neema. Hakuna ufuasi usiokuwa na faida. Waliangalia wakasema, kweli amepokea. Ile nguo ya Eliya ilianguka chini, akayokota, akapiga mto Yordani, ukapasuka, akaingia. Wanaoangalia wakaona matokeo. Kuna watu wanakuangalia hivi karibuni, hivi karibuni. Kuna watu wanakuangalia wanangoja ushindwe, unakaa mjinga mjinga. Sikia habari njema, hivi karibuni, hivi karibuni watakuangalia na waseme, kweli umefanikiwa, kweli umepata heri, umepokea neema, umepata kibali. Sema asante Yesu. Simama kila mmoja tuombe. Asante Yesu.